Sasa watu watakapofahamu maneno ambayo yaliyo katika huu mkusanyiko wa vitabu nyingi ambao ndio unaitwa Biblia, watakapofahamu maneno yaliyoko ndani ya hapa ni yako hivi. Hapa ndani kuna neno la kinywa cha Mungu ambaye ndiye Muumba Yahweh. Hapa ndani kuna neno la kinywa cha mtu ama watu ambao wanaongea. Hapa ndani kuna neno pia la kinywa cha Shetani. Watu watakapojua kuwa wanakuwaga wamefuata neno ambayo iliyo hapa ndani ambayo imeongoa na mtu, wakidhania ama wakifikiria kwamba hiyo neno limetoka kwenye kinywa cha Mungu na kinywa cha mwanae. Watu watakapojua halijatokana na hawa wawili. Unaona hii makanisa, unaona huku, unaona hii misikiti, unaona huku, unaona hizo manyumba na majengo ambazo watu kukutanika, hizo nyumba zitakuja kulishiwa kuku, zitakuja kufungiwa kuku, kwa sababu watu watakuja kufahamu kile wanapaswa kufanya ni kile Yahweh ameagiza, ndiyo sheria, na kile kimeagizwa na mwanae ndiyo maneno ushuhuda ambayo alishuhudiwa pia na manabii. Watu watatimiza sheria ya Mungu na ushuhuda wa mwanae, kila mtu akiwa mahali ambapo aliko, pasipo haja ya kukutanika, ima katika makanisa ama katika misikiti ama katika mikutano nyingine yote, ili watu wamhudumie Mungu. Kila mtu atatii sheria ya Mungu akiwa mahali ambapo aliko. Na hilo jambo linadhibitishwa, kuna muda ambao ndio tuko, ambao ndo unaelekea kufika, na jambo liko hapa mbele yetu. Unadhibitishwa katika kitabu cha Zefania 2 mstari wa 11. Na katika Zefania 3 mstari wa 8 mpaka wa 10. Na maandiko nyingine nyingi ambayo inadhibitisha kuhusu hiyo jambo. Pia Mwokozi Yeshua alisema katika kitabu cha Injili ya Yohana 4, uanze mstari wa 23 mpaka wa mstari wa 27, utasikia pale akiambia mwanamke pale Msamaria, akimwambia kuna wakati ambapo utakuja watu watamwabudu Yahweh katika roho na pia kweli. Hiyo wakati hakuna mtu atahitaji kuenda katika hizo majumba. Kwa hivyo hizo majumba zitafungiwa kuku. Hivyo hata katika Qur'ani watu watakuja kuelewa kuna maneno ya watu ambao wanafuata